diwani wa kata Kitangiri kupitia chama cha ACT Wazalendo. Leo nimefanya mkutano wa hadhara, mkutano wangu wa kwanza kabisa tangu kuchaguliwa kwangu tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Nimechaguliwa tarehe 29 nikawa diwani mteule, hatimaye tarehe 2 mwezi wa 12 nikaapishwa. Tayari tarehe hiyo nikawa nimeanza majukumu, lakini leo nimeitisha mkutano wa wananchi, mkutano wangu wa kwanza kabisa kwa ajili ya kuonyesha dira ya kata yetu ya Kitangiri kwenye eneo la maendeleo. Kwa hiyo leo nilikuwa naongea na wananchi wangu kwa ajili ya kuonyesha dira, ni mpango gani tutaanza nayo, miradi ipi tutaanza nayo, ikiwemo miradi viporo na miradi mipya. Kwa hiyo niko hapa kwa niaba ya wananchi wa kata yangu ya Kitangiri, lakini pia kwa nafasi yangu nyingine pia mimi ni mjumbe wa halmashauri yetu ya Ilemela kwa maana ya manispaa. Nimekaa na ODC jana, nimekaa na wenyeviti wa mitaa. Utaona kwa mujibu wa sheria tunao wenyeviti mchanganyiko wa vyama mbalimbali, lakini tunapokuwa kwenye ODC tunakuwa wote wamoja. Na hata leo umeshuhudia mkutano wetu, wenyeviti wote wamehudhuria wa vyama mbalimbali, lakini pia na mimi diwani wao nikiwepo, na hata mbunge pia naye ni wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia tunashirikiana kuleta maendeleo ndani ya halmashauri yetu ya Ilemela. Mradi kiporo wa kwanza ni kituo cha afya ambacho kiko maeneo ya ofisi ya afisa mtendaji, kisha kijenga na kiko level ya renta, lakini pia tuna miradi viporo mingine kwa maana ya mabarabara. Tuna mabarabara ambayo yalianzishwa lakini bado hayajakamilika. Hiyo ndio miradi ambayo tunaipa kipaumbele katika bajeti ya mwaka 2026 2025-26. Lazima tuanze na hiyo miradi ambayo ni viporo, lakini pia baada ya miradi viporo pia tuna miradi mipya ambayo tutaianzisha ndani ya kata ya Kitangiri. Leo nimekabidhi vifaa hivi kwa maana ya vyombo vya moto kwa ajili ya huduma za ndani ya kata yangu ya Kitangiri, lakini pia hata nje ya kata ya Kitangiri. Tulikuwa awali tuna huduma ya ambulance ambayo nilitoa kwa ajili ya kuhudumia wananchi wangu, lakini pia kuna huduma nyingine ya gari aina ya Suzuki Carry alimaarufu Kirikou, nayo ni kwa ajili ya kuhudumia wananchi wetu. Ambulance inahudumia eneo la afya, lakini Kirikou pia inahudumia jamii kwenye mambo mbalimbali yakiwemo ya harusi na mambo mengine. Hizi huduma zinaendelea tena, bado zipo na nimezitanua kwa kiwango kikubwa. Ndio maana tutazishuhudia, nimezileta hapa kwenye mkutano huu kuzitambulisha kwamba huduma bado ziko pale pale, lakini pia nimeongeza huduma ya ziada. Nimeongeza huduma kwa wananchi, kwa wale watoto yatima, wale wote wa primary na wale wa sekondari, wote wale watapata uniform kutoka kwangu, maana shati na kaptula, shati na suruali, shati na sketi watapata kutoka mikononi mwangu. Kwanza nawashukuru sana kwa kunichagua, wamenipa heshima kubwa sana, kwa hiyo nawashukuru sana, lakini pia naamini sasa wanipa ushirikiano katika kuleta maendeleo ndani ya kata yetu ya Kitangiri, na kwa muonekano na sura zao wako tayari kunipa ushirikiano, na ushirikiano nitaupata. Hivyo kipindi hiki cha 2025-26 na kuendelea, maendeleo yatakuja kwa kasi, kwa sababu ushirikiano na wananchi ni mkubwa sana. Kwa sababu tuko majira ya mwisho wa mwaka na mwezi huu pia una sikukuu mbalimbali, na tarehe 25 kuna sikukuu ya Christmas pamoja na Boxing Day tarehe 26, na ukisogea mbele tena tarehe 1 mwezi wa kwanza ni sikukuu ya mwaka mpya ambayo ni sikukuu ya kidunia. Na watakia heri ya sikukuu zote zilizoko hapa, Waislamu kwa maana ya Maulidi na Wakristo kwa maana ya Christmas, na sikukuu ya mwaka mpya ambayo ni sikukuu ya wananchi wote. Na watakia heri, afya na uzima. Mwenyezi Mungu awabariki sana.